Kamishna wa chuo cha mafunzo Zanzibar, Kanal Hamisi Bakari Hamisi, amesema kuwa matumizi ya kuni yanapelekea ukataji mwingi wa miti, jambo linalosababisha uharibifu mkubwa wa mazingira. Amesema hayo wakati wa kikao kazi cha kujadili mashirikiano ya pamoja katika matumizi ya mkaa mbadala wa Rafiki Briquettes baina ya uongozi wa chuo cha mafunzo Zanzibar na uongozi wa shirika la Foundation for Disabilities Hope FDH la Tanzania kilichofanyika makao makuu ya chuo hicho. Amesema kuwa ukataji wa miti ovyo unapelekea uchafuzi wa mazingira, jambo ambalo husababisha kupelekea ukame katika taifa. Hivyo ujaji wa taasisi hiyo kutasaidia magereza yote ya Zanzibar kutumia nishati safi na salama. Matumizi ya kuni zinatokana na miti yanapelekea ukataji mwingi tu wa miti hapa Zanzibar, ambao inapelekea uharibifu wa mazingira. Sasa ili kuepuka uharibifu wa mazingira, tumeona bora tuende katika hii nishati mbadala, matumizi aidha ya gesi ama mkaa. Wanasema mkaa bora. Kwa hiyo sasa tunachotaka kufanya hapa ni kufanya makubaliano baina yetu na hawa watu wa kampuni ya STAMICO ili waweze kutuletea mkaa huu. Kwa tumefanya mazungumzo ya awali na wao, lakini mazungumzo zaidi yataendelea baada ya kupata majaribio ya mkaa huu kuweza kuhakiki kila alichokisema, kuona ubora na uzuri wa mkaa ule ambao wametuletea. Shirika la FDH Tanzania linaloshirikiana na shirika la madini la taifa STAMICO wamekutana na uongozi wa chuo cha mafunzo Zanzibar katika kikao kazi cha kujadili mashirikiano ya pamoja katika matumizi ya mkaa mbadala wa Rafiki Briquettes. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa shirika la FDH ndugu Michael Salali wamekuja chuo cha mafunzo kufanya makubaliano baina yao ili kuendeleza matumizi ya nishati safi na salama kwa maslahi mapana ya taifa. Amesema kuwa chuo cha mafunzo ni miongoni mwa watumiaji wazuri wa nishati mbadala, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono jitihada za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi. Tunafahamu kwamba shirika la madini la taifa STAMICO pamoja na kazi nyingine nyingi ambazo inazifanya, lakini pia inakuwa ina mkaa mbadala ambao unaitwa Rafiki Briquettes. Kwa hiyo tunafahamu ya kwamba chuo cha mafunzo na ni miongoni pia wa watumiaji wazuri wa nishati safi, na wamekuwa wakiunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja pia na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar ambaye ni Rais pia wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Mwinyi katika kuhakikisha kwamba pia tunatumia nishati mbadala. Nitumie fursa hii kwa dhati ya moyo wangu na kwa niaba ya STAMICO kushukuru sana kamishna wa chuo cha mafunzo kwa mapokezi mazuri na kikao kizuri ambacho tumekifanya. Ni matazamio yetu kwamba kwa siku za usoni tutashirikiana pamoja kuhakikisha kwamba wana Zanzibar wanatumia nishati safi, lakini pia chuo cha mafunzo kinatumia nishati safi. Kikao hicho cha majadiliano kilichofanyika kwa mara ya kwanza leo tarehe 8 mwezi wa 6 2026 kinategemewa kufanyika tena mara baada ya uhakiki wa nishati hiyo ambayo inatarajiwa kutumika katika magereza yote ya Zanzibar baada ya makubaliano ya pande zote mbili. Nikiripoti Mahir Saidi, Mafunzo Online TV, habari kwa kina.